Muhali gani ndugu zetu watazamaji wa Sheka Toto TV. Karibuni katika kipindi chetu cha yaliyojiri. Leo tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2025. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Rose Magula. Siko peke yangu, niko na mwenzangu Neema Ngalanda. Karibuni mjiunge nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu ili kujua habari mbalimbali zilizotokea katika mitandao yetu ya kijamii na katika mikoa tofauti tofauti. Tunaanza na habari yetu ya kwanza, inasema wanaodaiwa kumuua ndugu yao na kumtumbukiza kwenye shimo la choo kizimbani. Hawa ni ndugu hawa. Ni wana ndugu wawili wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Wakishikiliwa jamani. Hakimu mkazi Dar es Salaam. Wakati wakikabiliwa jamani kumlazi, wakikabiliwa na shtaka la moja la kumuua kwa kusudi Regina Chaula na kumtupa kwenye shimo la maji ya taka ndani ya nyumba yake. Hatari. Ndugu hao ni mkulima mkazi wa Bagamoyo ambaye kwa jina anaitwa Fredi Chaula mwenye umri wa miaka 56 na dereva bodaboda mkazi wa Tegeta Bashiri Chaula ana umri wa miaka 39. Washtakiwa hao wamefikishwa mahakamani hapa leo Machi tarehe 13 mwezi wa 3 kusomewa shtaka lao na wakili wa serikali Tumaini Mafuru mbele ya hakimu mkazi mkuu Rahimu Mushi. Kesi hiyo ilipofikishwa kwa mara ya kwanza mahakamani hapo. Yaani hiyo kesi imefikishwa kwa mara ya kwanza hapo mahakamani. Kwa hiyo wameambiwa hawataki kujibu kitu chochote kutokana na hiyo kesi haisikilizi makosa ya uuaji. Moja kwa moja kifungoni kuhukumiwa na haina dhamana. Kwa sababu wao kwanza wameonyesha yani ni tabia mbaya. Ujasiri mkubwa kumuua mtu. Kabisa hivi nyie ndugu tumbo moja baba mmoja mnajadiliana kabisa tumuue ndugu yetu jamani hivi kweli? Au mambo ya ulisi? Gani itakuwa labda? Labda wale mambo ya ulisi waliamua kwa sababu hawajaeleza sababu ni nini bado. Wamemuua ndugu yao na wamemtupa kwenye shimo la choo kwenye nyumba yake. Kwenye nyumba yake. Ina maana wao wametoka majumbani mwao wakaenda kumuua ndugu yao pale sasa hapo yeye alikuwa aishi na watu au imekuwaje? Yaani kwa kweli habari haijaelezwa kwamba alikuwa anaishi na watu au aishi na watu. Na pia hawajaeleza sababu ni nini. Ndio. Ila tu wamekamatwa wamefikishwa mahakamani. Sasa. Ina maana hii kesi labda itakuwa ni muendelezo. Itakuwa inaendelea. Itakuwa inaendelea hii kesi. Ndio. Kwa kweli hiki kitendo jamani sio kizuri. Sio kizuri, ukatili. Yaani afadhali basi hata kama labda anadhulumu labda. Kwani msimtenge mtu mkamwache? Au mungeenda kumshtaki, sio anashtaki sasa hivi kama kuna kesi za mirathi. Ili haki itendeke. Ukiona kwamba mwenzetu huyu hafanyi sawa, basi kamshtakini. Unaenda kumshtaki. Haki ichukue mkondo wake. Sio kuchukua sheria anachohitaji. Sio kuchukua sheria mkononi. Kwa kweli acha yawakute kwa sababu wametaka wenyewe. Serikali nayo iko makini. Alafu tayari ni watu wazima, miaka 39, miaka 56. Miaka 56 na miaka 36 kama miaka 50. Kifungo anafia huko. Anafia huko kwa kifungo miaka 30. Ndio hapo sasa. Na huyu tena wa miaka 39 akitoka ndio wale wanaongangania kukaa jela huko. Akwambia pia umri unaenda kufanya nini? Nishapoteza kila kitu. Bora nifie huko. Bora nifie huko. Matokeo yake anafanya kosa tu la ajabu arudishwe tena ndani. Yaani ni changamoto, yaani saizi ina maana sasa tunaishi bila kuaminiana. Sasa hivi binadamu tumekuwa kama vile ubora ukutane na simba kuliko binadamu zako. Ndio, kwa sababu binadamu sio naye anakuwa pia naye kikatili vile. Binadamu sasa hivi wamekuwa kama vile tuseme ndio wamekuwa kama wale wanyama. Yaani yule amekuwa simba na simba amekuwa binadamu. Bora ukutane na mnyama kuzuru chochote. Lakini ukutana na mnyama binadamu toka zako hapo nje kwa mfano umepata safari ya dharura asubuhi unaogopa njia mzima. Ni kweli. Unasema si utakabwa, si nitafanywa chochote kile mpaka ukifika stand wewe unashukuru Mungu au ukipaka ukifika nyumbani kwako unashukuru Mungu. Hatari sana. Tunaenda kwenye habari nyingine inasema Watanzania 36 wahukumiwa
kwa kuondoka nchini kinyume na sheria. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imewahukumu Watanzania 36 kulipa faini ya shilingi 300,000 kila mmoja au kutumikia kifungo cha miezi 3 jela kwa kosa la kuondoka nchini Tanzania kinyume na sheria na kuingia Afrika Kusini bila vibali halali. Hukumu hiyo imetolewa Machi 11 mwaka huu na hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Muhini baada ya kulizishwa na ushahidi uliowasilishwa mahakamani. Muhini katika kesi hiyo namba 72 2024, wakili wa serikali Rafael Mpuya akisoma shtaka mbele ya hakimu Muhini alieleza kuwa watuhumiwa 36 akiwemo Saidi Omari Buba mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Kizuiani Dar es Salaam na Allen Enelesti William mwenye umri wa miaka 21 na wenzao 33 walitumia usafiri wa barabara kupita katika mipaka isiyojulikana hadi Afrika Kusini. Wakili Mpuya alieleza kuwa watuhumiwa hao waliingia Afrika Kusini bila kuwa na vibali halali. Ndio. Ina maana pia ni kosa kisheria. Kwa sababu unatakiwa unapoenda kwenye nchi za watu utafute passport, vibali na unaulizwa unaenda kwa sababu gani. Kwa sababu ili hata ukipata tatizo uwasiliane na ubalozi wa kule. Lakini sasa hao wanaingia kwenye nchi za watu wanaishiishi tu. Matokeo yake ndo wanakamatwa wanarudi wanafikia jela. Jela nao na faini ujue. Na faini ndio kama una faini tumikie hiyo miezi yako 3 na faini au ni faini tu. Yaani hapo ameambiwa alipe faini ya 300,000 kila mmoja. Na kama hawana wakae jela miezi hiyo 3. Sasa hapa watakuwa nazo hizo pesa. Na washatoka huko. Labda wasiliane na ndugu zao. Wengine ndio wanakuwa wanasaidiwa na ndugu zao. Na wanajichangisha, wanamtoa. Sasa lakini hao vijana sasa hivi pia wana tabia mbaya. Kwa sababu mtu sengine hata ndugu zake wenyewe pia kawatoroka. Hawajui yuko wapi, hawajaaga. Wazani watajua kwamba yuko gerezani. Lakini right kama angeaga angetoa taarifa. Hata anaporudishwa angewasiliana na ndugu zake. Jamani mwenzenu nimekamatwa nimerudishwa. Kwa hiyo nipo sehemu fulani. Ndugu anakufuatilia. Lakini watoto wetu wa siku hizi wanajitorokea. Wanatoroka. Kuna mtoto wa wifi yangu alipomaliza form 4 akawa anamwambia mamake kwamba mimi mama nataka niende South Africa. Mamake akamwambia mimi huo mchezo siutaki kabisa. Na alikuwa na akili zake tu. Lakini kutokana na yale makundi ya pale mtaani kila kijana anaenda South, kila kijana anaenda South. Kwa hiyo alipomaliza ule mtihani hakutaka kusubiri majibu. Akaondoka. Na akawa anamwambia mamake mama mimi nitaondoka South. Mama mimi nitaondoka South. Kumbe alikuwa yuko serious. Sikuwa mamake alikuwa na dhahabu hizi. Aliiba dhahabu za mamake, na nyingine sio alipata wapi, akauza akapata hela, naye alipita njia za panya. Lakini sasa akwenda South, alianza kupitia kwanza Msumbiji. Inavyosemekana pale Msumbiji akaweka kwanza kambi. Ina maana akawa anajitafuta. Ina maana alikaa muda kidogo. Akaenda kwenye machimbo. Kwenda huko machimboni sijui ndio machimbo akaporomoka na yeye bahati mbaya alifariki huko. Hakufanikiwa kurudishwa. Kwa hiyo ndo kaburi lake lilikuwa huko. Hakufanikiwa kurudisha. Rafiki yake tu ambaye aliondoka naye ndo alitoa taarifa kupiga simu kwa mamake kwamba fulani amefariki kwenye machimbo. Alafu mdogo. Kijana wa form 4 mdogo. Hiyo huko Msumbiji nasikiaga watu wengi sana wanachimba na nini. Wao itakuwa wao walivyojadiliana kwanza tuambizie kwanza Msumbiji. Labda Msumbiji na South karibu. Pale ni karibu kidogo lakini. Kwa hiyo ndo alifia huko wezi amini kafariki. Kwa hata mamake hata kumzika hajamzika. Maskini. Ni kwamba tu ule kijana alipiga simu kwamba fulani kafariki basi naye ana mawasiliano naye mpaka leo. Na huwa wanaambiana South Africa kuna maisha mazuri. Ndio wanapoambia. Na pia kule kama Ulaya. Kwa hiyo kuna maisha mazuri ambayo unaweza kufanyia kazi wa kupata hela haraka. Lakini mimi sidhani kwa sababu watu wengi wanaoenda asilimia kubwa wakirudi wanakuwa wako vizuri. Au wewe mzangu hujawahi kuwaona baadhi yao? Ni iko hivi mimi naona asilimia nyingi wanafariki alafu wakirudi kwa sababu wanasema kule kuuana ni nje. Yani ni kawaida kuamka asubuhi kukuta nje maiti.
Wanazipita barabarani wanaziruka tu. Kwa hiyo mimi kwa kweli ninaona wanaenda kule wengi wanakuwa wanafariki. Na hata akirudi pia hana hayo maisha mazuri. Pia zaidi anazidi kuwa muhuni. Na pia anakuwa na msongo wa mawazo, wanakuwa wanarudi wanatumia madawa. Ndio. Kwa sababu nasema hivyo pia hata mimi babangu mdogo alishawahi kwenda naye alirudi marehemu kafariki. Alipigwa akauliwa. Ila yeye alienda kihalali kwa sababu alikuwa anafanya kazi. Kwa hiyo kule kuna vijana wapolaji sana. Kwa hiyo inavyosemekana alikuwa karudi kazini vizuri, anaelekea nyumbani kwake akiwa amebeba vyakula, yani ameshanunua kabisa chakula virudi nyumbani yake. Kwa hiyo inavyosemekana njiani alikutana nao vibaka. Kwa hiyo katika vile kumnyang'anya yeye akukubali akaanza kuwakimbiza. Kuwakimbiza ndio akaanza kumshambulia mpaka kufariki. Akafariki. Na pia tena kuna kijana mwingine tena naye yeye alitoroka familia yake akaenda huko South. Sasa yeye huyo kule alikuwa anauza zake mitumba lakini alikuwa na kibali. Kwa hiyo katika harakati zake za kuuza mitumba akawa hela anasema anachimba chini anafukia. Anafukia chini kwa sababu kule muda wote mshike yani kamata yani ndio kama hivyo mtu unyang'anyi kibali. Unyang'anyi ni mwingi wa kabaji. Kwa hiyo sasa naye walivomkamata migration wale sikabidi wamrudishe Tanzania ndio akawa amefungwa. Alipofungwa alitoka akarejea kwa ndugu zake. Akawa anaambia sasa hivi nitafute vibali niende nikachukue pesa zangu, nimeacha hela nyingi sana. Sasa sijui kama atazikuta kweli au vipi mwenyewe, kwa sababu labda kama anaweza kawa ni siri ya kwake yeye mwenyewe peke yake. Inawezekana anaweza kazikuta. Kwa sababu alipotoka akaanza kutafuta kazi, alipata kazi mashineni. Wao alikuwa anafanya kwa bidii mwenyewe, yani anakuambia bado nataka niende South. Kila dada zake acha mbona sasa hivi unafanya kazi unapata hela. Anasema hela ni hizo ziasha ni nyingi sana. Ni nyingi kuliko hizo pesa anazozitafuta. Ni kweli wengine kula afu unasikia hela zao benki mara nyingi 10% kubwa wawekaji. Wanakaa nazo. Wanakuwa nazo nyumbani. Wanakuwa nazo ndio maana wengi 10% kubwa wanakuwa wanavamiwa. Na wanavamiwa haswa. Haweki benki. Kwa mimi nilikuwa na shauri. Kama ingekuwa inawezekana hawa vijana wote wanaopenda kukimbilia South bila kuaga familia zao. Sio vizuri. Bora uage ili familia yako ijue uko wapi. Ni kweli hata ukipata tatizo unawasiliana na ndugu zako. Wanajua jinsi ya kukusaidia. Jinsi gani wakusaidia. Na pia ni vyema mtu ukaenda kihalali kwa kupita njia za panya. Kwa hiyo mimi niko na shauri hata serikali wao wanaingilia kati ili iwe funzo, kwa sababu hata kama wale ambao wanaotoroka wale bila kupitia vibali maalum wale wanajua kumbe wanatakiwa ukitaka kwenda nchi fulani mpaka uwe na passport uwe na hiki na hiki ndio uende. Sasa wao vijana wakishakuta bangi si wanadanganyana. Wanadanganyana vijiweni. Na wanavyovuka ukumbuke wanapita kwa mateso sana. Ndio matokeo yake wengine wanaachana njiani. Wanaachana kila wanakimbiana. Mwingine pesa yake imeisha, tutamsaidiaje? Na mimi pesa yangu iliyobaki ya kunifikisha huko nikimsaidia au mimi naendaje? Au nitaenda kuishi vipi? Utakuta wanamwacha hapo hela hana. Inakuwa sio. Na yeye sasa akishaachwa pale anaanza sasa kuiba sasa. Anaiba mji wake. Au ndo kama huyo anafanya kazi bila yani anafanya kazi ambayo ya hatari machimbo. Machimbo anafanya kazi ambazo sababu hela imemwishia kwa huko na ule mji anaweka kando. Anatafuta hela. Inabidi ufanye kibarua kwa kazi yoyote. Ili upate hela kwenda huko ndo heri. Yani hatari kwa kweli. Haya vijana wajifunze. Tunaenda kwenye habari nyingine, nasema waliochukua kadi za benki za watumishi kinyume na sheria kubainiwa. Kuna hawa watu wa mikopo hao wengine hawa. Kwa mfano labda mimi sinafanya kazi labda shirika la umma. Sinakuwa na kadi ya benki. Kwa hiyo ninapokuja kukopa kwako unaniambia lete zamana yako, kadi yako ya benki. Sasa kuna zamana nyingi tu kuliko hiyo kadi ya benki. Ndio wao wanajiona hicho yani wanatabia wanashikilia kazi wa umma. Ndio wanakuwa wao bora wachukuliwe kadi. Kwa sababu si wanajua mwisho wa mwezi mshahara lazima uingie. Maana asipolipa wanachukua kadi ya benki wanaenda naye, anaenda kudraw kama anajua namba za siri pale wanaenda naye. Na unamtajia namba ya siri. Sasa anaendaje unamtajia namba za siri akatoa? Kwa hiyo wanachofanya wao yani inavyosemekana kwamba wewe utakavyoenda pale sasa siku ya marejesho si ndio unaenda naye yule mkabidhi kadi. Mnaenda benki unatoa hela ambao kiasi anachokudai, kama nao utatoa pesa zako kadi unamrudishia. Ndio iko hivyo mama.
Maana umechoka. Na inabidi kama sisi wanaojijua ni wafanyakazi wa serikali wa umma wapunguze mikopo. Ni bora waendelee kukopa kwenye mabenki. Kwa sababu wao mikopo yao, wana mikopo yao. Waachane na hii vingine vidogo vya jamii. Hivi mikopo ni vya jamii na wafanyabiashara ndogo ndogo. Wao vilikuwa hata viwausi. Ndio. Tuseme ukweli. Kwa sababu wale wana mikopo yao mikubwa benki wanaenda wanachukua. Ni kweli. Asa hii ingekuwa kama inawazaidilisha. Inawazaidilisha na inawafezesha kweli. Unachukuaje mikopo hivi vidogo. Tunaona baadhi tunaona. Kwani unadhani hawapo? Wapo wengi tu. Wapo. Sasa hii ni shida inakuwa. Kwa hiyo hii habari inasema mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Rorya mkoani Mara kwa jina anaitwa Abduli Mtaka ametoa agizo kwa taasisi zenye tabia ya kushikilia kadi za benki za watumishi wa umma kama dhamana wanapokopa kuacha mara moja vitendo hivyo kwa kuwa ni kinyume cha sheria. Agizo hilo amelitoa wilayani Rorya alipotembelewa na timu ya wataalamu wa elimu ya fedha ikiongozwa na afisa usimamizi wa fedha idara ya uendeshaji sekta ya fedha wilaya ya fedha Bwana Salmu Alfani Kimalio iliyofika kwa ajili ya kutoa elimu katika wilaya hiyo ya Rorya. Kwa hiyo huyu afisa ndo akatoa hilo tamko kwamba kuna baadhi ya wafanyakazi wa umma kadi zao zinakuwa zimeshikiliwa na hao watu wenye mikopo midogo. Kwa hiyo swala kwa kweli sio zuri, kwanza ni changamoto. Hivi kweli wewe mimi kadi yangu ukaishikilie wewe? Kwa sababu huko ni kukoseshana uhuru sana. Ina maana mimi nikiwa na shida na kadi yangu nije nikuombe na kwa makubaliano maalum. Kwamba nikienda kutoa pesa mguu wako ili nitoe pesa kadi na kurudishia. Na kadi ya kwako mwenyewe umesoma mwenyewe kadi ya kwako mwenyewe ili mradi upate mikopo. Sasa hiyo pia na sisi pia tujitathmini jamani. Unapoona haina haja ya kukopa hivi mikopo vya ajabu unaachana navyo, unaviacha. Vinakupa masharti magumu sana. Hii ni changamoto. Kwa kweli hilo swala bora waendelee hivyo kulikemea. Kulikemea serikali ichukue na hii mikopo ya kausha damu kwa kweli yani ifungiwe. Unaoya sijui kuna nini mingi. Ipo mingi kweli. Ila kuna wengine saa hizi au kausha damu. Unajua wanapita mtaa kwa mtaa. Kama hujalipa wanachukua vitu vyako vya ndani kama wewe ambaye una kadi ndio ya utumishi wa umma. Ndio. Mwisho wa siku kwanza kwa mfano utakuwa una familia yako na mume wako. Sengine hujamshirikisha kwenye ile mikopo. Ndio. Umekopa mwenyewe. Alafu wale kwenye mikopo yao hana hata vipengele vingi vya kukopa. Kwa mfano mume wako kaenda kazini huku nyuma unakuja unaonyesha vitu vyako. Basi. Na nimepanga huko tathmini. Nimepanga huko vitu vyangu hivi na hivi. Mume ajui hapo ipo kazini. Usiombe uende kuonesha chumba cha mwenzi. Kitakachokukuta. Ya Mungu. Unajua kuna dada mmoja mpaka mume wake alimwacha. Kuna yani jirani yake wameshibana ni majirani wameshibana. Huyo jirani yake anafanya biashara kuuza samaki. Kwa hiyo akawa anataka mkopo. Huyo mwenzie si mkopaji maarufu. Twende ukadhamini, sawa. Cha kufanya kaenda kamdhamini, usijali mimi nitakuwa nalipa nikifanya biashara zangu nalipa, wewe ni dhamini tu nitakupa 50,000. Ndio kinachowaponza. Kaenda kweli kamdhamini. Chumba chake anajijua mwenyewe. So mkaaji. Kaonesha chumba cha huyo alienda kumdhamini. Yaani kwake kuko taabani kwa kifupi. Auliza kilichomkuta. Yule alipopokea ile pesa alipompa 50,000 ndio nitolee. Na ukuta hela nyingi. 300,000. Yeye kapewa tu shingapi? 50,000. Alafu mwenzake nduki kaondoka zake. Ajui aliko. Kasafiri kaenda zake Kigoma. Huku siku ya marejesho aende. Yule inabidi alipe mdhamini. Na wewe ndio ulomleta kwenye kikundi. Kilichotokea siku hana marejesho amekuja wakabeba vitu ndani. Vitu vyote wakasafisha wakabisafisha. Kidogo. Sasa hana mume. Kila rejesho anaye mume. Mbona mume alimwacha alimwambia umemkopea bwanako. Nenda huko. Huyo kaka alikuwa ni mwanaume. Anauza samaki. Yule dada kaachwa. Kumbe yeye alimkopea ni mwanaume. Yule mume wake hakutaka kumwamini akasema ni mwanaume wako.
Kwa nini bora na yuko wapi kakukimbia? Kwa hiyo unajua alipo, nenda huko. Mimi ninachoshauri sisi akina mama tuachege tamaa. Utakuta mtu anakuja pale anakuambia nizamini nitakupa 30,000 mwingine hadi 20,000. Sasa anakubali. Na ule ilimtamanisha ile 50. Hiyo 50,000 yeye kaiona nyingi. Sasa apigie samani. Target yake ni 250,000. Naenda kukopa nataka nikope 300,000. Kwa hiyo 50,000 nitakupa. Kwa hiyo target yake ilikuwa 250,000. Alipokopa kakimbia hata rejesho moja hajalipa. Kwa hiyo mimi naona kama tuwaache tamaa. Kaacha yule dada, uweze amini alihangaika mwenyewe baada ya yupo sasa hivi mjini, si ukarudi kwao hatujui. Huyo atakuwa karudi kwao. Mwanaume atampatia wapi? Kuta hadi na namba za simu kambadilishia. Unasema alibadilisha namba. Akimpigia anamwambia sipo, nipo Kigoma. Yeye anampataje kule Kigoma? Nipo Kigoma. Nipo Kigoma, rejesho huku mimi nakagwa mimi. Hamna, wewe lipa tu, nikija mimi nitakupa, usiwe na wasiwasi. Haoni sasa hapo mzee kamsababishia ndoa. Nakwambia hivi kaachwa. Haina wasiwasi sasa, singekuwa namtumia hizo Atumi anakwambia yani hajabadilisha simu, ni mtu tu yule ambaye ni mshenzi tu. Analaumwa kumkomoa. Mimi naona na pia akina mama, sisi akina mama ndo tunapenda sana tamaa. Kwa kifupi waache tamaa. Hiyo kweli ni tamaa. Na kama kabla hujakopa mkopo inabidi uongee na mwenzio. Umshauri kwamba bwana fulani anataka nikamdhamini au mimi nataka niingie mkopo. Akakwambia acha, bora uachane nao. Kweli. Mwisho wa siku unajikuta wewe huwezi kulipa. Ndio. Mwisho wa siku mnasombelewa vile vitu vyenu vyote vya salani vya ndani. Yaani yule baba alipokuja kubeba siku ya kwanza, siku ya pili, alimwacha na akahama. Yaani alimwacha yule baba na akahama pale. Akamwachia yeye nyumba. Nenda kwa huyo bwana ameachia naye mkopo. Kwa sababu hata mkeo kumshirikisha. Yule aliondoka na watoto wake yule baba. Aliondoka na watoto wake akawapeleka kwa mamake, yeye akaenda kuanza maisha atakupajua yeye, yule mwanamke akamwacha pale baba. Tamaa. Ndio kishampoza. Tamaa. Na yote itabaa kukopa la kopa huku na kopa huku. Mikopo mingi. Mikopo mingi. Hatari sana. Tunaenda kwenye habari yetu nyingine, anasema NMB yafutulisha Zanzibar. Ikiahidi kulea yatima 106. Mwezi wa Ramadhani. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ imeridhika na kuvutiwa na mchango mkubwa wa benki ya NMB kwa makundi mbalimbali ya kijamii, ikiwemo kusaidia utatuzi wa changamoto za watoto yatima na wanaoishi kwenye mazingira magumu, iliyotajwa kuwa ndiyo siri ya mafanikio yaliyotukuka ya benki inayopata siku baada ya siku. Hayo yamesemwa na Spika wa Baraza la Wawakilishi wa Zanzibar BLW Zuberi Ali Maulidi kwa niaba ya makamu wa rais wa pili wa rais wa Zanzibar Hemedi Suleiman Abdalla, wakati wa hafla iliyoandaliwa na NMB kwa ajili ya wateja wao, viongozi wa serikali, viongozi wa dini na watoto yatima na wanaoishi katika mazingira magumu Zanzibar. Ni jambo zuri. Ni jambo zuri. Serikali tukufu kuwakumbuka pia watoto yatima, watu wasiojiweza. Kwa sababu watoto, kuna watoto wengine wanakuwa kama wanazurura ovyo mitaani. Ni jambo zuri kwa jambo zuri, imejitahidi serikali. Na ni benki ya NMB ndio imefutulisha na imeahidi itawalea watoto 106. Wamejitahidi sana. Watoto wengi. Wengi sana. Ambao watanufaika na huu msaada. Ni wengi kwa kweli. Sana. Kwa kweli tuwape hongera zao. Sana, wamejitahidi. Na Mungu awabariki pale wanapotoa. Sana. Tunaenda kwenye habari nyingine, nasema Majaliwa asema dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan kila nyumba iwe na umeme. Ni jambo zuri. Jambo zuri. Maana sasa hivi vijiji vingi kwa kweli vina umeme, vingi sana. Ukienda kijijini sasa hivi ni kama mjini tu, jinsi kama upo kijijini. Kwanza hamna shida ya maji. Shida ya maji asilimia kubwa sasa hizi kuna mabomba. Yaani ni asilimia kubwa kuna mabomba, kuna umeme. Hospitali una uhakika umeme upo, maji hapo. Na shule pia zipo karibu. Ni chache ambazo bado shule ziko mbali. Lakini naamini kadri siku zinavyozidi kwenda, kwa sababu shule bado zinaendelea kujengwa, hospitali bado zinaendelea kujengwa,
zitasogezwa tu karibu. Sana. Hii habari inasema Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kila nyumba ya Mtanzania iwe na mijini na vijijini inakuwa na umeme kwa gharama nafuu ili kuboresha maisha ya wananchi na kuchochea maendeleo ya jamii. Sasa kunapokuwa na umeme watu hawatatwanga tena, watapeleka mashine. Kunapokuwa na umeme mtu atauza mabarafu, maji, juisi. Yaani unajikuta unaishi kama tu mjini. Na pia wengine wala vijijini kutakuwa hata kuna viwanda vidogo vidogo. Ni kweli viwanda vidogo vya kuchomea hivi. Mafundi washi magrili. Ni jambo zuri kwa kweli. Unakuwa kuna changamka. Kwa sababu kama sisi kuna vijijini kwetu kulikuwa umeme hamna. Maji usiku tunadamka usiku kwenda kutafuta maji visimani. Unajua wanasema unalindia maji. Yani pale unalindia maji, unakaa unasubiria, mnakesha, wengine wanalala pale wanaenda na mikeka. Sisi tulikuwa tunafanyaga mambo hayo zamani. Tunakesha. Tunalindia maji. Kweli ilikuwa changamoto, lakini umeme ulivyokuja sasa hivi pale kijijini kwetu umeme upo. Ndio, na maji na maana yanapatikana. Yanapatikana. Kwa sababu watu watachimba visima. Visima viko vingi. Wakichimba visima wataweka mota ya kuvuta maji na kusambaza kwenye mabomba. Visima vingi. Hata si wenyewe pale nyumbani tumevutia hadi bomba. Sasa ila na hapo zamani ndio tulikuwa tunaenda kula alafu kwanza mbali kwa kisimani. Mbali. Mpaka ukirudi ukimaliza hizo ndoo zako za maji au mmoja. Kama familia tunaenda wote. Tunaenda wote ila nalala huko kwa kisimani. Anayelala ni mmoja. Alikuwa mama yetu. Maskini. Ndio alikuwa analindia maji. Sisi tunafanya shughuli zingine za nyumbani. Jamani. Tukifika hapo yeye akirudisha ile ndoo ya kwanza na sisi ndo tunaenda tunamwambia apumzike, tunaenda tunazibeba sisi. Kuzibeba. Tunaenda tunazibeba, lakini tunashukuru serikali. Umeme imetufikishia hadi vijijini. Nyumba nyingi zina maji. Moja yetu sisi wenyewe hapa tuna maji uwani. Tumeweka bomba pale, ingawa tujachimba kisima. Lakini watu waliochimba wale visima wanavutia, wanasambaza. Unaongea nao, unawalipa, maji yanatoka bombani. Ni jambo zuri sana. Ndio maana anasema mgomboe mama sijui na ndoo. Mtoe mama ndoo kichwani. Kampeni ya kumtoa mama ndoo kichwani. Na watu wengi sana. Tunashukuru. Mtu saa nyingine unaoga maji vikopo viwili. Unajimwagia kufua wiki hadi wiki. Haya, unaona sasa. Na mnaenda kisimani. Ndio nguo unabeba kisimani unatoka kufulia huko. Ukirudi wewe umechoka. Mimi niliona Mwanza kuna kipindi tulisafiri. Tukaenda Mwanza huko. Kuna sehemu moja inaitwa Kaunda. Ni kweli kule wakazi wa kule kwa mwaka ule tulioenda, maji pia alikuwa ni ya shida. Ila umeme upo. Walikuwa wanajitahidi sana kwenye solar power. Lakini nilichoona kule wakazi wa kule, yani asubuhi ile ikifika kama wanahama. Yani wanabeba nguo, ndoo za maji na vyombo. Wanahamia ziwani. Kwa hiyo ziwani ndo wanafanya shughuli zao zote. Wakirudi watoto wamebebeshwa maji, mwingine wameoga huko wengine wanaoga huko. Ndio, lakini kwa sasa hivi miradi inapokuja hii ya kuwawekea maji, umeme wa bei nafuu inawasaidia. Kuna umeme na lazima kutakuwa na maji kwa sababu umeme mara mwisho nimeenda umeme upo. Ndio. Ila ilikuwa bado maji. Lakini nahisi saa hizi nikienda nitakuta hata maji pia yapo. Yapo yamewekwa. Kwa kweli serikali wanajitahidi sana tu, wanajitahidi sana. Kwa kweli vijijini sasa hivi kumechangamka. Sio kama zamani unasafiri wewe umechelewa kusafiri. Giza. Yani hujui hata kile kituo kijiji gani wewe unashuka. Kingine mimi pia nilichopenda pia barabara. Barabara iko barabara ya vumbi lakini imenyooka. Japo ya vumbi. Ila imechongwa vizuri inapitika vizuri. Na taa wameweka sasa hivi zile taa kama zile za barabarani zile. Kama uko kijijini kwetu ukifika pale stand unajisi kama uko Dar es Salaam. Kumbe uko kijijini hapo taa zimefungwa na unajua kabisa ukishuka mimi nafika kwa amani. Sasa kingine na hii barabara ya treni ya mwendo kasi. Kuna baadhi kumejengwa vizuri. Unajua kumejengwa vizuri? Ndio. Yaani unajisikia hata kupiga picha.
kuko vizuri. Yaani kuko vizuri kama unavyosema. Wamejenga vizuri, yale madaraja yale wamesababisha wameweka na lami, barabara zimechongwa. Yaani mpaka raha kwa sana. Na taa zinawaka. Yaani kwa hapo serikali imejitahidi sana. Haiko nyuma kwenye mambo ya kimaendeleo. Haiko nyuma. Hongera zao. Kwa leo tunatamatisha kipindi chetu cha yaliyojiri mpaka tena kesho muda na wakati kama huu. Ni mimi mtangazaji wako Rose Mabula nikiwa na mwenzangu Neema Ngalanda. Nasema asanteni kwa elimu.